kwa Divoice, kwa nini ameamua kutembea na Divoice, kwa nini watu watapata nafasi ya kukopa simu kwenye show zote za Divoice. Sisi kama Mandasi Store tunaamini kupitia Divoice, tunaamini talent ya Divoice, tunaamini Mungu amemjalia Divoice, tunaamini Mwenyezi Mungu kupitia uwezo alompa Divoice, sisi pia tunaweza tukafanya biashara kupitia Divoice. Kwa uchache sana Divoice, kwa sababu mastaa waongei sana. Unajua mastaa sisi ambao tumepewa kazi ya kuongoza umma ndio tunaongeaga mno, wanasiasa. Kwa uchache sana Divoice, naomba uambie wa Tanzania ni nini ambacho umekipanga kwenda kukifanya kwenye kanda ya Ziwa, na kwa nini ulifikiria kwenda kufanya kanda ya Ziwa? Habari za jioni. Kwanza niseme tu kufanya Divoice Tour ni katika sehemu ya mimi kujipima ukuaji wangu, kuangalia Divoice wa mwaka mmoja Wasafi ukuaji wake upoje, ana watu wangapi, anaweza akaandaa show wakaja watu wangapi. Ili mradi ninapotaka kuandaa project yangu kubwa zaidi na kuwa tayari katika akili yangu ninajua kabisa naanzia wapi na malizia wapi. Lakini pia ni katika sehemu ya kukutana mimi na mashabiki zangu ambao wako mbali na mimi. Kuna mashabiki ambao wako kama huko tuseme Nyamongo, Mwanza, wanatamani kuona Divoice hajawahi kwenda, wanatamani kumuona Divoice msanii wetu tutamuonaje, tutampataje. Kwa nimeona kurahisisha nikakutane kwanza na mashabiki zangu. By the way pia ningesema tu shukrani sana kwa uongozi wa WCB kwa sababu umetengeneza uaminifu leo hii watu kama Mandaz kuwekeza hela yao katika tour yao, hususan msanii wa Singeli. Unajua sana wa Singeli wanaonekana vibaka ujue. Kwa mtu kuchukua hela yake kuamua kuwekeza hela nyingi, kuamua kuzunguka na wewe hivyo. Wengine wanaweza kuona zunguka na duka langu la simu utaweza kaiba simu. Lakini mtu kuamua kukuamini, watu kama Mandaz kuamua kukuamini kufanya kazi na wewe, hii ni miongoni mwa sehemu ambayo mimi binafsi nazidi kunifariji, hususan nikiwa kama miongoni mwa msanii ambaye natamani kuona Singeli inafanya vizuri sana. Hii kwanza ni heshima sana kubwa kwangu. Lakini pia kama alivyosema Bile Baba, Wasafi inakupa msanii platform. Wewe unatakiwa sasa ujue platform utaitumiaje. Haina haja mimi kumfuata Diamond kuchukua hela yake milioni 50, milioni 60 wakati nina platform au na watu ambao tunaweza tukashirikiana kama Mandaz Store. Tukachukua fedha, tukawekeza, tukafanya biashara, tukapromote. Unajua haina haja ya kwenda kuchukua milioni 50 mahela ya Diamond wakati Diamond kasha kutengenezea platform ya wewe kupata fedha, platform ya wewe kujiendeza. Kwa mimi kama msanii ambaye nimeamua kutumia platform ambayo nimewekezewa, nikamcheki Bile Baba, nikamwambia bwana mimi nina tour yangu, nikampa wazo langu, akanambia basi usio na wasiwasi Mandaz yupo. Kuna hela atatupa. Kwa hiyo tukamcheki mzee Mandaz bwana, akasema bwana tulia mdogo wangu usio na shaka. Nakupa kibunda sio tu kibunda, na tutakuwa tunazunguka mimi na wewe kila sehemu utakapokuwa unataka. Na so hivyo tukanipa ofa kwamba kama kuna chochote utadelay nje ya makubaliano ya kazi binafsi utaniambia. Kwa hiyo ni heshima sana, asante sana mzee wangu Mandaz. Lakini pia lengo la Divoice Tour pia lingine ni katika kupushi muziki wa Singeli. Unajua muziki wa Singeli sasa hivi tupo katika position nzuri, kwa lazima tupushi. Kuna vitu ambavyo kwenye Singeli havijafanyika, lazima mimi nivifanye kuonekana kama hivi kuzungumzia. Naweza ngasema mimi ndo msanii wa kwanza wa Singeli kuita place yenye ndishi wengi nchini. Wenyewe si mnaona hamna msanii mwingine ambaye anaika. Ndio maana sasa hivi nimemwambia sitaki ufalme, sitaki unini. Mimi nimeamua kuwa rais wao. Nimeamua kuwa rais wa Singeli kivipi? Mimi ndo na wakategori kutokana na viwango vyao. Unajua wewe kiwango chako wewe utaishia Mtwara, wewe kiwango chako utaishia Mwanza. Wewe utakuwa una perform tu au utapata hiti. Mimi kama rais wao. Kwa hiyo nimeamua kusimama kama rais. Kwa sababu sasa hivi unazungumza watoto kwa piga kelele katikati hapa nimetia Singeli 2 tu kimya. Wamepotea wote. Slide TikTok nyimbo yangu na Zuchu inachoma tu masikio, anachoma mpaka wengine wamenunua pamba. Kwa kuonesha tu nafasi yangu, ukubwa wangu. By the way mimi nimetengeneza Singeli inapigwa Nigeria, watu wanaimba kana naimba nini sijui, nimpa Singeli Jux. Ukizungumza katika EP ya Jux ni miongoni mwa Singeli yetu, ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimefanya vizuri numbers, watu kusikiliza kivyo vyote ni Singeli. Kwa hiyo ni katika kupushi pia muziki wetu wa Singeli kuonekana Singeli na inafika mbali. Lakini pia anidokeze tu kwamba hata mzee Mandaz pia tuliongea tutashirikiana naye mwisho wa mwaka huu nitakuwa na East Africa sasa tour. Ambayo itahusisha nchi zote za East Africa. Lakini sasa nikaona kabla ya kufanya East Africa nifanye kwanza ndani, tuone kwanza nguvu yetu ya ndani, kwa sababu nitakuwa na project nyingi. Nitakuwa na tour East Africa, lakini pia nitafanya show yangu kubwa ya Singeli nchini.
Hapa ninapoongea nyewe tukitoka hapa enda kumtia Baba Levo singeli moja. Kifupi sasa hivi wasanii wote nawaimbisha singeli. Niimbishe singeli baba, mahali yangu ni ngumu sana. Kwa hiyo ni katika kupushi muziki wa singeli, lakini pia katika kuonesha ukubwa wangu na nafasi yangu. Ujue kama nilivyosema mimi naongoza kinamba sasa hivi, ni miongoni mwa msanii. Sasa hivi ukitaja madogo janja nchini uwezo kumwacha Divoice, ni sometimes na mapalingi paka na mabigi. Ninavyozungumza na nyinyi hapa waandishi wa habari na nyimbo mbili ziko trending. Na hapo ninavyozungumza na nyimbo mbili ziko trending kaka, misukosuko kibao, mara sijui Diamond kaoa, mara sijui Jux kafanya nini, yani na bado tunabishana. Unapenya humo ya. Tunapenya, tunabishana wazee TikTok huko, ukiingia na kichafua mtaani. Jana kwa kwenye show na perform magoma wote watu wanaitika. Kwa hiyo ni katika kuonesha tu nafasi yangu mimi kama Divoice. Kuna watu wajua wanachukulia poa. Sasa utakiwi kuchukulia poa. Kama Divoice nimetamani kuonesha nafasi yangu, hivyo nipende tu kutoa tena shukrani kwanza kwa Watanzania wote. Taomba watokee katika Divoice Tour, watu wa Shinyanga, watu wa Nyamongo, watu wa Mwanza. Tunaanza na nyinyi kabla ya kumsindikiza tajiri kuelekea London kwa mara ya kwanza. Watu wajua tu kujita London boy nimeaniliu kwa na target. Kuja tunaingia London hapo. Kwa hiyo nipende pia kutoa shukrani kwa uongozi wangu wa WCB na brothers wangu wote wakina Bilevo Baba, wasanii wote ambao wananisupport, kwa sababu wao wanasababisha kuonekana tu nipo karibu nao tu, ni platform. Unajua kukaa na mtu kama Baba Levo sasa hivi ambaye kakuzidi nafasi katika jamii, ni platform ya kujengea uaminifu, ni platform ya kujengea michongo mingine ya fedha. Lakini pia ningependa kutoa shukrani kwa mdhamini wangu mkuu Mandazi. Mzee, asante sana, umewezesha mchongo. Shukrani sana kaka. Ningependa tu kuambia watu wangu wa Nyamongo, wa Mwanza, wapi pia wa Shinyanga. Mimi mwenyewe binafsi nikitoka hapa naenda kukopa simu kwa Mandazi. Bwana Mandazi, naomba nije kukopa. Nikitoka hapa mimi nitakuwa kiongozi wenu wa kukopa, kwa mtu daiwa peke yenu. Lakini pia na wadhamini wengine wote, Kiseke asante sana, Smart Gene asante sana, lakini shukrani za dhati sana ziende kwa mzee wangu Mandazi Store. Bwana, usiogope kukopa. Na mzee katurahisishia kabisa, unapata mbala unachezea tena akufuati mara kwa mara, umeambiwa unaamua wewe unalipa kwa awamu. Na kinachotakiwa wewe sio hela, nenda tu na kitambulisho chako. Unaona vitu gani kutoka na kitambulisho chako? Kama kawaida Divoice Party lazima zijae. Sasa wewe kama unakuja na mpenzi wako, njoo na kitambulisho chako mapema, unaweza kashangaa mpenzi wako alilia tambo pale. Una kisoswadu, unaanza kuhangaika kati Mandazi yupo pale. Wewe nimekurahisishia, hata mpenzi wako akilia tambo pale kwenye show, unatoa kitambulisho, tutoi hela bwana. Kitambulisho changu hiki niandikeni, unachukua mbala, unasebenza. Asante sana baba. Nashukuru sana. Bwana, makofi kidogo kwa Divoice. Tunashukuru sana, na kwa ufupi kazi inaenda kufanyika ni hiyo, na sisi kama Mandazi Store ni kweli kabisa kwamba tutaenda kuwakopesha watu simu katika show za Divoice, na unatakiwa uje na kitambulisho chako cha NIDA au kura au kitambulisho leseni yako ya kuendeshea gari. Njoo pale utapewa maelekezo namna bora ya kuweza kukopa simu unayoitaka, na vigezo na masharti vingine utapewa na wataalamu wetu ambao watakuwa wako site. Kwa kusema hayo machache, kuna mtu yeyote ana swali lolote kuhusiana na tour ya Divoice au kuhusiana na Mandazi Store? Kuna mtu yeyote ana swali?